Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kapuchini, karibu katika awamu ya pili kwenye mtazamo Katoliki. Na leo mtazamo Katoliki unazama kwenye liturujia. Mada kuu ikiwa ni muziki, na si muziki tu, ni muziki mtakatifu. Na basi tayari wageni wangu wamefika studioni, ambaye ni Padri Petri Asenga pamoja na Padri Andrea. Tayari wako hapa ili watuelekeze kidogo kuelewa yale ambayo yanafanyika katika karne hii na pia kwenye muziki, yapi ambayo yametokea. Unajua kuna vile tunajiuliza, je, muziki unakuwa au muziki unaendelea? Na ni yapi yale ambayo yanajitokeza wakati mwingi tunapofanya mambo kadha wa kadha kuhusiana na uimbaji, uchezaji wa vyombo, yale mambo ambayo yote tunajumuisha ili tuweze kusema kwamba liturujia inafana. Hayo ndio masuala kadha wa kadha ambayo tutakuwa tukizungumza. Lakini kwa sasa, iwapo una swali, maoni, unaweza zungumza nazi kupitia nambari ya simu ikiwa ni 0717424866 0717424866 au kwenye arafa ama ujumbe mfupi unaotuma kwenye nambari ya 21760. Nirejee kwenye studio. Jambo Padri. Jambo. Maria, ni kama juma moja hivi tangu tuonane. Na natumai kwamba Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, ametulinda hadi tumepatana, tunashukuru. Mungu ni mwema, tunamshukuru kiukweli. Asante. Labda kwa yule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, ajue unaitwa nani na unafanya huduma yako wapi? Mimi naitwa Padri Petri Asenga wa shirika la Mitume wa Yesu. Mimi nafanya kazi seminari ya Mitume wa Yesu hapa Nairobi kwa ajili ya malezi na kufundisha. Karibu kwenye vyuo. Malezi na kufundisha. Shukrani sana. Padri, labda jina lako na kule unakohudumu? Ningeomba kwanza kuwasalimia watazamaji wetu wa Kapuchini TV mahali popote palipo. Ninaitwa Padre Andrea Kato. Hata mimi ni mishonari wa shirika la Mitume wa Yesu. Nafundisha katika shule yetu ya teolojia na filosofia hapa Ngata, Nairobi. Kwa hivyo ninafanya utume wangu kwa kufundisha mambo ya hasa mambo ya teolojia, mambo ya sheria ya kanisa, sheria, kwa sababu sheria ni muhimu sana katika maisha yetu. Inadhibiti mambo mengi. Kabisa. Shukrani kwa sana. sababu inatuonyesha haki zetu ambazo tunazo katika ulimwengu huu. Katika mafundisho yale ambayo unafundisha, kuna mahali unakuja karibu unapatana na mambo ya muziki? Kweli, kwa sababu katika teolojia huwezi kuacha hili jambo la muziki. Kwa sababu katika teolojia kuna liturujia. Na liturujia hiyo maana yake ni hali kanisa inayotengeneza jinsi tunavyomshukuru Mungu, jinsi tunavyo kaa mbele ya Mungu. Ni lazima kuwe na utaratibu, kwa sababu hata katika mazingira yetu, katika kazi zetu, kama hakuna utaratibu, kuna fujo tu. Kwa hivyo hata kanisa katika kazi hii ya kutafuta Mungu, kazi ya kuzungumza na Mungu, imetuwekea utaratibu wa kufanya mambo. Yeah, muziki ndio nini? Na ni hicho kitu ambapo leo kimetuleta. Kwanza atazungumzia jambo la muziki bila kuwa na chanzo chake. Sasa leo tuna Padri Asenga hapa. Ametuandikia kitabu hiki. Cha Kiingereza kinaitwa The Catholic Liturgical Singing. Sasa kitabu hiki kinatuonyesha, kinazungumzia jambo la muziki katika liturujia ya kanisa. Sio muziki tu, lakini muziki katika liturujia ya kanisa Katoliki la Roma. Kwa sababu hicho ni muhimu sana. Kwa hivyo katika kitabu hiki leo tutazungumzia hilo jambo la muziki. Muziki maana yake nini? Kwa nini muziki ni kitu muhimu sana katika
kanisa. Kwa nini muziki? Ni lazima tofautishe jinsi ya muziki, kwa sababu kuna muziki fulani ambapo kweli maneno yake yanatoka Biblia, lakini hatuwezi kuyatumia kwa liturujia. Unaona? Sasa nicho kitu ambacho tunataka tuone leo. Hiki kitabu kitatuonyesha jambo hilo. Padre Asenga tunamshukuru sana kwa sababu amechukua muda wake kuandika hiki kitabu, kuandaa hiki kitabu. Na amefundisha muziki kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama matokeo ya mafundisho haya, fundisha vijana muziki, ameamua kutuandikia kitabu hiki. Nitarejea kwake padri kwa sababu yeye ameweza kufanya masuala mengi tu kuhusiana na muziki. Na leo tunapozungumzia muziki na katika liturujia, ningetaka tu labda utuelezee, tumeelewa muziki ni nini na tunaupenda na tunautumia. Lakini tukisema kuna muziki na kuna muziki mtakatifu, kwani kuna muziki ya aina ngapi? Na ni nini haswa kinaweza tofautisha? Ili nijue mimi nikipenda muziki huu na upenda kwa hili kusudi. Unajua kuna watu tunapenda tu muziki kwa sababu ni muziki tu, lakini tujue tofauti na ni nini kinatofautisha na pia ule ujumbe ambao upo katika ule muziki. Asante sana. Kwanza naomba nikupe zawadi ya hiki kitabu. Nashukuru sana. Karibu sana. Nimeshukuru sana, kwanza niseme asante kwa kitabu. Karibu sana. Kitabu kizuri. Mpenzi mtazamaji, naona nimesawadiwa. Labda tutazawadiwa sote, hatujui. Tunaongea lugha nzuri na padri ambaye ni mwandishi wa kitabu chenyewe, kinasema The Catholic Liturgical Singing, Its Nature and Approach. Natumai kuna mengi yapo ndani pale, lakini kwanza ni kizuri. Ya, nimeweka muda wangu na kuna kitu nasema inspiration of the spirit. Kwamba naamini kabisa kwamba Roho wa Bwana alikuwa ananisaidia katika kuweka vitu huko ndani. Kwa sababu unajua mambo ya imani unahitaji pia msaada wa Mungu. Ndio. Na sasa ningependa tu tuweze kuelekea moja kwa moja tuelewe kuna aina za muziki na ni nini kinatofautisha pale. Kwanza muziki ni mambo ambayo kama tunafahamu mambo ya art. Art. Yani ubunifu. Ni sanaa. Ni sanaa. Na tunasema ni sanaa ya kushika sauti na kuziunganisha namna ambayo inapendeza sikio. Masikio ya furahi. Ya kwa Kiingereza tunasema it is an artistic organization of sounds in a manner which pleases the ear. The ear. Kwa hiyo wataalamu wa sanaa wapo. Kwa hiyo art kama tunavyofahamu, watu wa miaka mingi Mungu ametupa vipaji. Kwamba sauti ziko nyingi, ndege wanaimba, watu wanaongea, ukikaa tu hata upepo unapita. Kwa hiyo sasa ni sauti, miti inapiga kelele fulani ambayo ni sauti. Sasa kuziunganisha na kuleta kitu ambacho kinapendeza sikio ndio inaitwa muziki. Na sasa kama ni muziki, basi kuna namna nyingi za ambazo zinapendeza watu. Watu unakuta tuna mambo mengi huko duniani. Tuna kazi nyingi, kuna usumbufu mwingi, tunapata na pressure hii, yani mambo haya. Tunahitaji kupumzika na kurelax. Kwa hiyo muziki una refresh. Mtu anakuwa refreshed, unapata sauti ya moyo. Ya ndio maana watu wanapenda na mdundo na muziki na ngoma, watu wana dance, wanafurahi. Hata mtu kama unataka kueleza upendo kwa rafiki yako, kwa watu, unaonyesha mtoto akifurahi, anafurahi, unaona unaongea kimuziki. Sasa kwa hiyo kuna aina nyingi sana za muziki. Zingine za kufurahisha, nyingine za mapenzi, nyingine ni za kufundishia watu darasani. Kwa mfano mimi nilijifunza alfabeti ya Kiingereza kwa muziki. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Mpaka leo nakumbuka nilisoma nikiwa chekechea. Sasa unaona muziki ukiuliza walimu wanajua namna ya kutumia muziki. Kwa muziki unatumika aina nyingi sana. Sasa inapokuja kanisani, kwanza kanisa tunajua kanisa letu linafundisha watu kwa namna nyingi pia.
kwa sababu Biblia yetu na mafundisho yetu tunatumia pia muziki kufundishia. Kwa hiyo tunatumia pia muziki. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo tunaita gospel music. Unasikia kuna praise and worship, kuna vitu kama hivyo. Vinafundisha watu. Ya, lakini kuna muziki ambao unatumika wakati wa sala kuu. Sala kuu ya kwetu inaitwa ya liturujia. Liturujia. Hiyo si sala ya binadamu mwenyewe. It is action of Christ. Kwa hiyo ni sala ya Kristo ndio anaongoza watu wake na pamoja nao wanatoa sifa kwa Baba. Kwa hiyo unaona hilo tukio la liturujia ni tukio kubwa sana. Inaitwa sala ya kanisa. Sasa muziki ambao unatumika katika hilo tendo la sala si muziki wa kawaida. Kwa sababu hilo tendo ni tendo takatifu sana, na muziki unaotumika huko ni lazima utakuwa mtakatifu sana. Na muziki ambao unatumika kwenye liturujia si kwamba unatunga tu muziki. Ni kwamba kuna maneno ambayo yanatumika kwenye sala. Sasa yale maneno ya sala ndio unayaweka kwenye muziki. Kwa hiyo muziki sio kwamba unatoa maneno chochote unachotaka. Unatumia maneno ya sala unayaweka muziki. Kwani kwa sababu gani? Kwa sababu liturujia ungeuza kusema, lakini unajua kuna nguvu katika kuimba inaingia ndani na katika kuonyesha. Kwa hiyo ile beauty na solemnity ile sala kuu sasa inakuja wakati tunatumia ile maneno kwa sala. Kwa mfano, tunajua tukiingia kanisani kuna vitu kama utukufu, Bwana uturumie, na vitu kama hivi na sala za misa. Hizo nyimbo za misa ni sala kubwa hiyo. Kwa hiyo muziki unatumika, unatumia yale maneno ya kanisa ya sala. Kwa hiyo muziki unaitwa muziki mtakatifu. Aha. Na ni muziki una uhusiano upi na kiliturujia na umuhimu wa kuwa na muziki katika liturujia ya misa ya kanisa Katoliki na kwaya? Unajua nakupeleka hivyo mbio kwa sababu ya muda pia. Nasema muziki katika liturujia unafanya liturujia unakuwa tamu. Kwa sababu ya utukufu wa liturujia yenyewe. Kwa hiyo muziki unaofanya ile liturujia inakuwa takatifu na tukufu. Kwa hiyo tukiwa na muziki katika, badala ya kusema tu maneno, tukiyaimba yanaleta ule utamu na ile hadhi ya ile sala kubwa. Sasa ili ujue kwa nini tunahitaji kwaya, lazima tuseme kidogo tu historia, kidogo tu. Kwamba mwanzo wa kanisa watu walikuwa wanakutanika watu wachache kama tunavyofanya kwenye jumuiya leo. Jumuiya, ukienda jumuiya, watu wanajua nyimbo za kuimba. Kwa mfano hapa Kenya tunajua tumshangilie Bwana. Na nyimbo nyingine hata usomi tunazijua tu. Watu wanaimba hii ni Ekaristi. Kama tukiwa kwenye jumuiya, watu wanajua. Kwa hiyo lakini kanisa lilipoanza kuwa na watu wengi, kwa mfano jaribu kufikiria tu, kanisa kubwa lina watu 500. Nani ataanza nyimbo kama hizo? Itakuwa vigumu. Kwa hiyo kunahitaji kitu ambacho tunasema formal way of doing things. Sasa unakuta kuna kikundi ambacho kinaongoza wengine katika hizo nyimbo. Kinajua order, kimebi trained, kinafanya, kwa hiyo kinaongoza wale wengine. Sio kwamba kinachukua hiyo kazi kiimbe chenyewe, lakini kinaongoza wale watu. Kwa hiyo kunakuwa na utaratibu fulani, inakuwa ndio tunaita formal. Kuna kitu hapo. Kikundi kinaongoza watu. Sio kwamba kinaimba chenyewe, kinaongoza watu katika kumwimbia Bwana. Hapo ni katika kuingia kwenye wajibu wa kwaya katika liturujia. Kwanza umesema kwamba ni kuwaongoza watu. Si kuimba wenyewe. Yaani tuseme tena hivi kwamba watu unapokuja kwenye liturujia lazima ujue hao watu ni wanani. Au watu tunaita assembly ni wanani. Au ukisoma ile barua ya Mtakatifu Petro kwa watu wote, ile sura ya ile barua ya kwanza, sura ya 2 mstari wa 9. Ya 1 Peter 2:9. Amesema sisi wabatizo tumepewa hadi ya taifa takatifu. Ya watu taifa ambalo ni watu wateule wa Mungu. Ukuhani wa kifalme. Ya na watu ambao Mungu ametuchagua kwa namna ya pekee, taifa la takatifu ambalo ametufanya kwa kazi fulani. Sasa kuna ile hadhi ambayo na taifa, ukuhani wa kifalme. Yaani kwa Kiingereza tunasema royal priesthood. Na watu ambao wanatoa sadaka ni mapadri. Sasa hao watu katika ubatizo wanapata ile hadhi ya upadri. Sasa hao watu wamekuja royal priest, kwa hiyo wana express their priesthood there. The baptismal priesthood. Kwa hiyo ule upadri wa katika ubatizo ndio wanamtolea Mungu sadaka
wanamsifia Mungu kama Petro alivyomaliza kwenye hiyo quotation niliyosema, anasema mliotolewa kwenye giza sasa mkaingizwa kwenye nuru yake ya ajabu, kwa hiyo mkatangaze hayo makuu. Sasa watu wamekuja kuyatangaza na kumwimbia Mungu kama kikundi ya taifa la kifalme. Sasa mtu ambaye anawaongoza katika kuimba ajue hiyo kwamba anawaongoza hawa watu kumwimbia Mungu katika ile hadi yao ya kifalme kikuhani. Sio kuchukua hiyo kazi yao. Na umesema kwamba ni watu wameketi, wamejifunza, ndio wakajiandaa katika kufanya ile shughuli. Nitarejea hapo kwa dakika moja ili uelezee hilo jambo vizuri kwamba lazima wanakuwa wajiandae. Tarejea kwake Padri Andrea, unaposema kwamba unafunza theolojia na wale wote ambao wamepitia mikononi mwako na mapadri wote kwa jumla, wakija katika misa unapata kuna sehemu zingine zinaimbwa na kuna sehemu zingine haziimbwi na kuna sehemu zingine lazima zinaimbwa kwenye misa na wakati fulani. Labda ni nini umuhimu wake pale? Muhimu wake Padri ameuzungumzia vizuri kwamba tukikusanyika kama Wakristo tunakuja kumtukuza Mungu. Kwa sababu hiyo sisi lazima tufurahi. Tukifurahi, hiyo ni ishara kwamba kweli haka Mungu anafurahi. Na ndiyo sababu katika misa hatuwezi kusema kwamba maneno haya ni lazima iimbwe, maneno haya usiweze kuimba. No. Tunaweza tukaimba katika misa yote, katika sakramenti yote. Lakini shida ni kwamba wakati mwingine hatuna uwezo. Kwa sababu maneno mengine hatuna uwezo wa kuweka huko muziki. Kwa hivyo badala ya kuweka huko muziki ambapo unafanya masikio kusikia vibaya, angalau acha tu. Yani hiyo sababu kwa nini katika sehemu zingine kuna kuimba, katika sehemu zingine hakuna kuimba. Lakini kama mtu anapenda kuimba wakati wowote, inakubalika. Inakubalika. Ni nini umuhimu wa kufanya mazoezi kabla ya liturujia ya misa takatifu katika kanisa Katoliki? Kwa sababu hatuendi kufanya tunachotaka. Tunaenda kuwaongoza watu kutumia yale maneno na ile hadi ambayo tumepewa na kanisa. Kwa mfano, kama tunaenda kuimba utukufu, hatutungi utukufu wetu, tunachukua utukufu ambao kanisa limetupa. Sasa kama unataka kuimba kama kikundi cha kusaidia watu kuimba, ni lazima ufanye mazoezi namna ya kuwaongoza, sio? Kwanza ujue huu ni utukufu huu kanisa limetoa, uimbe ulivyo. Alafu uimbe namna ambayo watu wengine watakufuata ili muimbe pamoja. Sasa kama hautafanya mazoezi, rehearsal ufanye, hebu angalia kwa mfano. Angalia wakati labda tuna sikukuu ya kitaifa. Wewe angalia kwa mfano wanajeshi. Wanaenda kufanya mazoezi sio mwezi mmoja, wanafanya zaidi ya mwezi mmoja, muda mrefu. Na wanachofanya kwa mfano wanafanya mazoezi kwa mfano kucheza na kuimba, kucheza ile wimbo wa taifa, national anthem. Tangu nasari wanaujua. Lakini sasa wanaenda kuongoza watu katika muda uliopewa na katika hadhi ya ile sikukuu. Bila kuyumba, bila kumeza maneno, yani wanafanya mazoezi kiasi kwamba wakianza wanakuwa precise, wanakuwa distinct, wanakuwa kila kitu kinakuwa sawa, watu hawezi kufanya kuwafuata na tufurahi. Sasa kama kwaya inakuja bila kujua hivyo, inakuwa kwa sababu kuweka watu wawili watatu kuongoza kitu, lazima wakubaliane na lazima watoe sauti moja. Sasa utatoaje sauti moja kama hawajaifanyia mazoezi? Ni nini athari ya kuweza kuja na kuongoza bila kujumuisha lile kongamano katika misa? Sasa hiyo ni mbaya sana katika assembly, kwa sababu sasa itakuwa show. Wengine watakuwa watazamaji. Utafanya watu watazami. Sasa ambayo sio kazi sasa ya liturujia. Tumesema ni watu wanakuja kumsifu Mungu pamoja, kuonyesha ile hadi yao ya ubatizo na ile hadi kumwimbia Mungu pamoja. Sasa kama wewe unakuja kuwafanyia, mkienda kwenye theater, lakini kwenye liturujia sio hivyo. Unaongoza watu waende pamoja.
Muda wangu ndio unakuwa unanipana sana, lakini kuna mengi na nimeweza kupitia kwa jicho moja au mawili pale, na nikaona mengi mazuri ambayo yapo hapa, na itabidi tuyachambue ili tuelewe kabisa ni kipi cha kuweza kuzingatia katika liturujia ya Kanisa Katoliki na uimbaji, na si uimbaji tu, uimbaji mwema kwenye muziki mtakatifu. Na tutakuja kujiuliza, je, hivi sasa tunavyoendelea ni muziki unaokuwa ama muziki umeendelea ama bado ni kidogo kuna vile hatuendi vizuri kulingana na mahitaji ya kanisa katika liturujia? Tutaangalia yale mambo ambayo wakati mwingine kama waimbaji tumeenda kinyume, yale ambayo tumefanya vizuri ili tuweze kutambua. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo tutajifunza kutoka kwa kitabu hiki kwa manufaa ya anayeabudu, anayeimba na anayeongoza. Na je, ni ujumbe upi wa kuchukua wakati tuna lay foundation, wakati tunaweka msingi katika yale ambayo tutajadili kwenye liturujia nzima na muziki kwa jumla katika kanisa? Tuanze na Padri Andrea. Ujumbe wa mwisho pale tukimalizia. Ni lazima tujue kwamba tukienda kuimba katika liturujia, hatuende huko kujifurahisha sisi tu. Tunajifurahisha sawa, lakini baada ya kujifurahisha tunamfurahisha hata Mungu. Tunaonyesha furaha yetu kwa Mungu. Ndiyo sababu kwa nini tuwe tumejiandaa. Na ndiyo sababu kwa nini wale ambapo wanatuongoza katika nyimbo hata washirikishe wengine, kwa sababu hata kanisa inatufundisha hivyo kwamba liturujia ni tendo la kufanya pamoja, sio la watu wachache, sio la padre tu, sio la kwaya tu, lakini la wote, kuwashirikisha wote. Hicho ni kitu muhimu sana katika kuimba katika liturujia. Na hicho ni kiini cha kitabu hiki. Hiki kitabu kitasaidia wale ambapo wapo katika kwaya kujua kwaya, kwa sababu hiki kikundi cha kwaya ni lazima kiwe kina msimamo, kina jinsi kinavyotembea. Kwa hivyo hicho chote tunaweza tukachukua tafsiri. Kweli nimeona pale na nimeweza kunukuu mahali, alafu nitaweza kuyajadili. Labda ujumbe wa mwisho pale, kile ambacho tunaweza chukua kutoka hapa tunapotia msingi wa mjadala huu. Kwanza nawaambia watu hivi vitabu vinapatikana kwenye Catholic Bookshops. Kwa hiyo wanaweza kuenda pale wanapotavipata. Ya pili cha kusema ni kwamba lazima tujivunie imani yetu na sala yetu. Kwa hiyo sisi wote si wanakwaya tu, lazima tujue ni kitu gani tunafanya kanisa, kwa sababu kimeeleza mambo yote ya ibada na mambo yote ambayo tunayatumia tangu wakati wa utoto. Kwa hiyo tuwe navyo nyumbani, alafu wale ambao wanahitaji kwa mambo ya kwaya wanakwaya lazima wawe navyo, na wale ambao wanafundisha muziki na liturujia wanahitaji vitabu. Tunamshukuru Mungu kwamba vipo, na hatuwezi kukaa katika ignorance. Tusiwe wajinga katika imani yetu. Tunamshukuru Mungu na tuvitumie vitu ambavyo tunapewa ili kusaidia kuweka imani yetu kama inavyotakiwa. Tunashukuru sana Padre Andrea na Padre Petri Asenga kwa muda wenu na kuja kushiriki pamoja nasi, hasa tukiangazia swala hili la muziki. Wakati mwingi linaleta utata bila kujua tunafanya lile vipi. Ndio ni karama ambayo tumepewa naye Mwenyezi Mungu, na basi mama kanisa anatusaidia kuitumia karama hiyo kwa njia nzuri, ndio hata kusifu kwetu kuwe ni kusifu kwa kupendeza anavyotaka Mungu mwenyewe kwa sheria za kanisa, mama kanisa ambaye anatuelekeza wakati wote kuweza kumwabudu Mungu kwa njia inayostahili. Na pia tunashukuru nafasi hii ambao tumepata kupitia runinga ya Capuchin kujifunza masuala haya yote ya imani, familia na kwa jumla wote pamoja kama wacha Mungu kuishi kikamilivyo anavyopenda Mungu. Basi kufikia hapo na hitimiza mtazamo Katoliki jioni ya leo, hadi wakati mwingine atakapotujalia Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Geoffrey Omare. Tumekuwa na wageni wangu Padre Andrea na Padre Asenga, tukiwa tunaangazia muziki mtakatifu katika liturujia kanisa takatifu, na kutakia usiku ulio mwema.